sasa mwili unaingia kwenye kanisa. Umonsinyo siku hizi kwa miaka ya karibuni, na hasa kipindi cha Papa Yohana Paulo wa pili, ulianza kutolewa kwa wenye mchango maalum, mapadri wenye mchango maalum, hata ambao sio watu wazima sana. Zamani ilikuwa wanapewa mshakuwa mtu mzima, kwa hiyo kupewa waskofu kisha kwa mtu mzima sana, nayo kwa sababu kumbuka askofu anastaafu jimbo akiwa na umri wa miaka 75. Sasa ikiwa tayari umekuwa monsinyo na miaka 69, afu utaraji kupewa askofu na miaka 72 ili ustaafu baada ya miaka mitatu. Naam. Mtazamaji, kwa zaidi ya saa 3 hivi umekuwa ukifuatilia matangazo haya mbashara kutoka Vatican, ambako yanafanyika maziko ya Papa Francis aliyefariki Jumatatu ya Pasaka Aprili 21, 2025. Amekuwa madarakani kwa miaka 12 tangu mwaka 2013 alipochukua madaraka kutoka kwa mtangulizi wake Papa Benedict wa 16, raia wa Ujerumani. Yeye Papa Francis raia wa Argentina, ambaye amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 88. Mtoto wa kwanza katika familia yao kutoka Argentina, lakini wazazi wake wakiwa ni wenye asili ya Italia. Hawa ni makardinali, ambako kwa mujibu wa Beni Mukasa alivyotueleza hapa, 135 ndio watashiriki kumchagua papa mpya atakayekuwa papa wa 267 tangu papa wa kwanza Mtakatifu Petro aliliongoza kanisa akikabidhiwa madaraka kutoka kwa Yesu Kristo zaidi ya miaka 2000 iliyopita, ambapo kwa mujibu wa maandiko aliambiwa na mafundisho ya kanisa, alipewa ufunguo kwamba utakachokifunga duniani kimefungwa mbinguni, kikifungua duniani kimefunguliwa mbinguni. Jina la Petro ni mwamba ambako lilijengwa kanisa, na hili kanisa la Mtakatifu Maria liko ndani ya Vatican, lakini kanisa dogo kilinganisha na kanisa la Mtakatifu Petro, bado kanisa kuu, na mapapa wengi wamezikwa katika kanisa hilo. Haya ni maelekezo mahsusi ya Papa Francis kwamba azikwe katika kanisa hili, ikiwa ambalo kwa hadhi ni dogo, ambayo sasa inaelezea zaidi sifa yake ya unyenyekevu na kutumikia watu badala ya kujitumikia. Somo pia hilo kwa viongozi na watu mbalimbali walioko duniani, kwamba ili uweze kuheshimika watumikie wengine, na isiwe unaangalia umimi. Utaratibu wa kuweka hilo jeneza ambalo tunaarifiwa hao ni sehemu ya kikosi cha ulinzi cha Vatican, ndio wanabeba hilo jeneza na kuliweka kwa utaratibu ambao umepangwa, na litakapoingia sehemu ya maziko, basi tutamalizia matangazo haya. Bila shaka umefuatilia, bila shaka umejifunza masuala mbalimbali ya usuyo kanisa Katoliki kwa undani, na pengine mengine usingeweza kuyapata hata ungetafuta kwenye mitandao ya kijamii, lakini leo umeyapata kwa maelezo ya kini na ufafanuzi wa kina kuhusu kanisa Katoliki, kuhusu Vatican, kuhusu viongozi wa kanisa hilo wakuu ambao ni papa na wasaidizi wengine, wakiwemo makardinali, maaskofu, shemasi, wako mabruda
na watawa na walei kwa ujumla ambao ni waumini wa kanisa hili lenye historia ndefu ya enzi na enzi. Kanisa la Mtakatifu Maria kwa nje ni kushukuru kwa kufuatilia. Hiyo ni kwaya ambao wanaimba mbashara ambacho umekuwa ukikisikia hapo. Sasa umewaona ambao wanaimba wako katika mazingira ya kanisa hilo la Mtakatifu Maria.